أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuonana tena kwenye kikao hiki kikubwa, kikao chetu cha 26 katika mlolongo wa vikao vya tafsiri ya Qur'an. Na Mungu ametupa taufiki na uwezo tukaweza kuitafsiri suratul Baqara kwa tafsiri fupi nyepesi na tarjama ambayo imetufikisha mpaka leo aya ya 240. Kikao chetu cha 26 kitaondokea kwenye kuifanyia tarjama aya ya 241 mpaka aya ya 250. Na baada ya hapo tutakuwa na sherehe ya hizo aya ambazo tumezifanyia tarjama. Tukianza na nukta yetu ya kwanza ya tarjama, naomba turudi kwenye aya ya 241. Mwenyezi Mungu anasema: walilmutallaqati mata'un bilma'ruf, na wana wenye kuachwa starehe kwa wema, na wana wenye kutalikiwa kitoka nyumba kwa wema, na wana wenye kutalikiwa cha kuwaliwaza, mutaa kwa wema, haqqan ala almuttaqin, hali ya kuwa ni haki, hali ya kuwa ni wajibu kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kadhalik, kama hivyo, yubayinu Allahu lakum ayate,
anawabainishieni Mwenyezi Mungu aya zake. Kama hivyo anaziweka wazi Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi aya zake, la'allakum ta'qilun, huenda nyinyi mkawa na akili. La'allakum ta'qilun, ili muwe na akili. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, hivi hukuwaona wale ambao walitoka kutoka kwenye majumba yao? Hivi hukusikia wale ambao walitoka kutoka kwenye majumba yao? Wahum ulufun, na hali ya kuwa wao ni maelfu. Hadhara almaut, kwa sababu ya kuogopa kifo. Hadhara almaut, hali ya kuogopa kifo. Faqala lahumullah, akawaambia wao Mwenyezi Mungu, mutu, kufeni. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum, kisha akawahuisha. Inna Allaha ladhu fadlin ala nnas, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kwa watu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa kwa watu. Walakinna akthara nnasi la yashkurun, na lakini wengi wa watu hawashukuru. Waqatilu fi sabilillah, na piganeni katika dini ya Mwenyezi Mungu, na waueni katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wa'lamu, na jueni, anna Allaha sami'un alim, kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mjuzi. Sami'un, ni mwenye kusikia kila kitu. Alimun, ni mjuzi wa kila kitu. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, ni nani ambaye atamkopesha Mwenyezi Mungu qardan hasana, mkopo mzuri? Ni nani atakayemkatia Mwenyezi Mungu qardan hasana, sehemu bora? Fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira, fayudha'ifahu lahu, ampe mara mbili yake. Fayudha'ifahu lahu, ili ampe mara mbili yake, ili ampe maradufu, ili amzidishie. Adhaafan kathira, maradufu nyingi, mzidisho mwingi, mara mbili nyingi. Wallahu yaqbidu, na Mwenyezi Mungu anazuia. Wayabsutu, na anakunjua, na anatoa. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un, na kwake yeye mtarejeshwa.
alam tara ila almalai min bani Israil, hivi hukuwaona jamaa katika wana wa Israil? Hivi hukuwajua wakubwa katika wana wa Israil? Min ba'di Musa, baada ya Musa. Idh qalu linabiyyin lahum, wakati waliposema kumwambia mtume wao, wakati waliposema kumwambia nabii wao, ib'ath lana malika, tutumie mfalme, tuteulie mfalme, nuqatil fi sabilillah, ili tuweze kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kupigana katika dini ya Mwenyezi Mungu. idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum, akasema mtume wao, hal asaitum, mbona natarajia hamtopigana? Qala hal asaitum, mbona haielekei ya kuwa hamtopigana? In kutiba alaikumul qital, kama vitafaradhishwa juu yenu vita, kama vitaandikwa juu yenu vita. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, qalu, wakasema, wakamwambia mtume wao, wama lana alla nuqatila fi sabilillah, na tuna nini sisi tusipigane katika dini ya Mwenyezi Mungu? Na itakuwaje sisi tusipigane katika dini ya Mwenyezi Mungu? Wama lana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina, na wakati tumetolewa kutoka katika majumba yetu. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina, na watoto wetu. Falamma kutiba alaihimul qital, basi pindi vilipofaradhishwa juu yao vita, basi pindi vilivyolazimishwa juu yao vita, tawallau, walipa nyongo, walikupa nyongo. Tawallau, waligeuka. Illa qalilan minhum, isipokuwa wachache miongoni mwao, isipokuwa wachache katika wao. Wallahu alimun bidhalimin, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalim, na Mwenyezi Mungu anawajua wenye kuzidhulumu nafsi zao. Waqala lahum nabiyuhum, na akawaambia wao mtume wao, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, qad ba'atha lakum Taluta malika, hakika amempeleka kwenu nyinyi, hakika amemtuma kwenu nyinyi, hakika amekuchagulieni kwenu nyinyi Talut kuwa ni mfalme.
Talut kuwa ni kiongozi? Qalu, wakasema, anna yakunu lahu almulk, vipi utakuwa kwake yeye ufalme, alaina, juu yetu sisi, alaina, kuliko sisi, wa nahnu ahaqu bilmulki minhu, na sisi tuna haki zaidi ya ufalme kuliko yeye. Walam yu'ta sa'atan min almal, na wala hakupewa ukunjufu katika mali, na wala hakupewa uwezo wa mali, na wala hakupewa wasaa wa mali. Qal, akasema, inna Allaha astafahu alaikum, hakika Mwenyezi Mungu amemchagua kwenu nyinyi. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, na amemzidishia ukunjufu wa ilmu na kiwiliwili, na amemzidishia wasaa wa ilmu na mwili. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha, na Mwenyezi Mungu anampa ufalme wake amtakaye. Wallahu wasi'un alim, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu, ni mjuzi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa, mjuzi. Waqala lahum nabiyuhum, na akawaambia wao mtume wao, inna ayata mulki, hakika dalili ya ufalme wake, an ya'tiyakum tabut, ni kuwajilieni nyinyi na sanduku, fihi sakinatun min rabbikum, ndani yake lina utulivu unaotoka kwa Bwana wenu, ndani yake ni kitulizo cha nyoyo zenu. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, na ni masazo na ni masalia ya kile walichokibakisha, walichokiacha watu wa Musa na watu wa Harun. Tahamiluhu almalaika, wanalibeba malaika, wanalichukua malaika. Tahamiluhu almalaika, inna fi dhalika, hakika katika hilo, la ayatan lakum, kuna dalili kwenu nyinyi, kuna ishara kwenu nyinyi. In kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini. In kuntum mu'minin, mtakapokuwa nyinyi ni waumini. Falamma fasala Talutu biljunud, na zamani alipotoka Taluti na wanajeshi, na zamani alipoondoka Taluti na wanajeshi, qal, akasema, inna Allaha mubtalikum binahr, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajaribuni kwa mto. Faman shariba minhu, basi yoyote atakayekunywa katika mto huo, falaisa minni, basi huyo si katika mimi. Waman lam yata'amhu, na yule ambaye hatouonja, fa innahu minni,
hakika yeye ni katika mimi. Fa innahu minni illa man ightarafa, isipokuwa mwenye kuchota ghurfatan biyadi, kikonzi kimoja kwa mkono wake, fumba moja kwa kitanga chake. Fasharibu minhu, wakanywa katika mto huo, illa qalilan minhum, isipokuwa wachache katika wao. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'a, na zamani alipovuka, na zamani alipopituka yeye na wale walioamini pamoja naye, qalu, wakasema, la taqata lana alyawma, hatuna uwezo leo, hatumuwezi leo, bijaluta wa junudi, Jalutu na majeshi yake. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, wakasema wale ambao wanadhania ya kwamba wao watakutana na Mungu. Wakasema wale ambao wanajua ya kwamba watakutana na Mungu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, ni mara ngapi kundi dogo linalishinda kundi kubwa, biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahu ma'as sabirin, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Wallahu ma'as sabirin, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Walamma barazu li Jalut, na wakati walipotoka kupambana na Jalut wa junudihi, na majeshi yake, qalu, wakasema, wakaomba, rabbana afrigh alaina sabra, ewe Bwana wetu tumiminie juu yetu sisi subira, ewe Bwana wetu tumiminie uvumilivu, wathabbita aqdamana, na uithibitishe miguu yetu, wansurna ala alqaumi alkafirin, na utusaidie na utunusuru na watu makafiri. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aya 10 tarjama ya suratul Baqara, kutoka aya 241 mpaka 250. Baada ya tarjama hiyo, sasa naomba tuende kwenye nukta yetu ya pili, ambayo ni kuzisherehesha aya hizi ambazo tumezisoma. Aya hizi ambazo tumezisoma, moja ya kitu ambacho kinatawala katika hizi aya 10 ni kisa cha wana wa Israeli. Ni kisa cha mitume au mtume baada ya Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam. Baada ya Musa kuondoka duniani, baada ya Nabii Musa alayhi salam kuondoka duniani, walikuja baada yake baadhi ya manabii. Katika manabii hao waliokuja baada yake ni Daud.
Sasa kulikuwa na dhulma ambazo wanafanyiwa wana wa Israeli. Wakamwambia mtume wao, wanawazuoni wamekhtalifiana mtume huyo ni nani. Mtume huyo ni Samueli, Samuel au Samueli. Wakamwambia mtume wao kwamba dhulma hizi ambazo zinatukumba hivi sasa, tuchagulie kiongozi Samuel, sisi tupambane. Lakini kabla ya hilo, moja katika mitihani aliyowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliokimbia maadui waliokuja kutaka kuwaua, wakakimbia. Walipokimbia, Mungu akawaua wote kwa pamoja, kutaka kuwaonyesha Mungu kwamba masala ya kifo, kwanza kifo hakikimbiwi, alafu kifo hakina mahusiano na nini? Hakina mahusiano na habari ya vita. Kwa hiyo Mungu akawaua wote, alafu akawafufua. Sasa walipotaka kwamba wanadhulumiwa, wanafukuzwa majumbani mwao, wakamtaka sasa mtume wao awachagulie, awawekee kamanda au mfalme au kiongozi ambaye ndiyo atakwenda kuwasimamia katika vita. Mtume wao akasema Mungu amemteua Talut kuwa ni mfalme. Walipoambiwa kwamba ameteuliwa Talut kuwa ndiyo kiongozi wenu, nini kilichofanyika? Kilichofanyika, wakalijadili hilo kwamba mbona hana vigezo. Kwanza hana fedha, alafu sisi tuna nguvu kuliko yeye. Kama kawaida ya wanadamu, nyudhuru nyingi. Mungu akasema la. Mtume akamwambia la, huyu kwanza ameteuliwa ni Mungu, alafu pili amepewa ilmu kuliko nyinyi, amezidishiwa ufahamu, ana nguvu za mwili, ana ilmu, ana ushujaa, ana kila aina ya sifa ya kuwa kiongozi. Ana ushujaa, ana elimu, ana hikima. Wakagawika wana wa Israeli. Baadhi wakamuunga mkono mtume, baadhi hawakumuafiki mtume wao Samueli. Kwa nini awe ni Talut? Waliomkubali, tarikhi inasema walikuwa watu 313. Yani idadi ya wale watu waliokufa katika vita vya Badri. Lakini vile vile idadi ya magavana na makamanda wa imamu wetu wa 12, al-Imamu al-Mahdi al-Muntadhar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Talut akatoka na wanajeshi wake 313 ambao ndio wale khullas, wale waumini wa kisawasawa. Na ulikuwa ni siku ya joto kali na jua kali. Kiu kimewakaza, kiu kimewashika cha kupita kiasi. Mtume wao anawaambia Mungu hapa atawapeni mtihani, atawapeni mtihani. Mtihani wenyewe ni nini? Ni kutokunywa katika maji haya. Wakagawanyika mafungu mawili tena. Wengine wakamwambia mtume wao haiwezekani tutakunywa, wengine wakasema hatutokunywa. Mtume wao akamwambia atakayekunywa basi ajaze, zaidi ya hapo hapana. Kwa kweli wachache ndio wakatii amri, wakanywa kwa konzi moja tu,
wakavuka, wengine wakashindwa. Kundi dogo likabakia na yeye. Kundi hili dogo lilipofika likaona wanajeshi wa Jaluta ni wengi, wakaanza kuvutana. Wakamwambia mtume wao Samueli, Jalut la taqata lana alyawma bijaluta wa junud, hatuwezi kupambana na hawa. Wakagawana, kundi likasema hatupambani. Kundi likawa na mtume, lililokuwa na mfalme wao likathibiti, likamwambia Mungu, afrigha alaina sabra, tupe uvumilivu, tusubirishe, tunusuru na watu makafiri. Mungu akawashinda. Talut akaendelea kutawala, mfalme mwenye nguvu. Alipofariki Talut akatawala mfalme Daudi. Kisa hiki kina mafunzo mengi mazuri ya muhimu, lakini kutokana na muda tutakomelea hapo. Inshallah, Mungu akitupa taufiki, kipindi chingine tunaweza tukazungumza kisa chake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin ma'a as-salawat.